Ni wasaa mwingine mzuri kwa wewe mwanafunzi, mzazi na mlezi ambaye ungependa kujifunza pia kwa siku ya hii leo kutoka kipindi chako pendwa na bora kabisa cha Big School. Mtangazaji wako Innocent John, leo nimekufikisha katika shule ya wasichana hii ya Green Rose inayopatikana hapa jijini Dar es Salaam, maeneo ya Kibamba huku. Naamini kuna vitu vingi sana ambavyo utajifunza kutoka kwao. Kwa wewe ambaye umekuwa mfuatiliaji mzuri kabisa wa kipindi cha Big School. Mimi na timu yangu ya Big School tumefika hapa, naamini mengi sana kama wanafunzi tutajadiliana nayo mengi na tutazungumza mengi, tutapata kujifunza kwao. Sasa wewe cha msingi tu ni kuhakikisha wewe mzazi, mlezi, umwambie mwanao asogee karibu na TV yake, alafu aweze kujifunza vitu vizuri kutoka kwa shule hii ya wasichana ya Green Rose kutoka hapa Kibamba jijini Dar es Salaam. Karibu sana kwa mwanafamilia wetu ambaye umekuwa ukifuatilia kipindi cha Big School. Naamini kuna vitu vingi sana ambavyo umeendelea kujifunza kutoka kwa wanafunzi hawa mbalimbali. Maoni, ushauri, kila kitu tunapokea sana, na tungependa utualike pia siku nyingine tufike katika shule yako. Karibu sana kwa wewe mtazamaji wetu. Sasa ni wasaa huu kwenda kujua vitu vingi kutoka kwao. Mimi sitaki nikupotezee muda, cha msingi tu ongozana na mimi mwanzo mpaka tamati. Innocent John, tukatazame sasa ni kipi ambacho wanafunzi wa Green Rose shule ya wasichana hii wametuandalia kwa siku ya hii leo. Karibu sana. Yes, mtazamaji wa Tumaini Television, sasa tayari tumeshaingia ndani ya shule ya sekondari ya wasichana Green Rose kwa ajili ya kujifunza na kujua vitu vingi sana, na kipengele chetu cha kwanza ambacho tutaenda kuanza nayo kwa siku ya hii leo ni kipengele cha funguka. Hapa sasa tutaenda kupata maswali mengi, kujua na kujifunza vitu vingi. Je, wanafunzi wa shule hii ya sekondari wanauelewa na kila ambacho tutaenda kuwauliza? Je, wanafundishwa ama wanasoma? Wakifundishwa wanafunika tu daftari? Ni vitu vingi sana, na kitu pekee ambacho nimekipenda katika shule hii, mazingira ni mazuri sana na ya kuvutia. Kwa hiyo naamini hata akili zao zitakuwa akili nzuri zenye utulivu wa kutosha. Twende tukapate sasa kufahamu maswali ya hapa na pale. Kipengele chetu cha kwanza ni funguka. Karibu sana. Ni vitu gani vitatu ambavyo utamuelekeza yeye akiangalia kweli ulivyomwambia hivyo vitu vitatu ataona anachokifanya sio kitu kizuri? Kwa hiyo sentesa usema rafiki yangu anasema kuhusu wanyama. Mtu akikata miti unakuta kuna baadhi ya wanyama wakaa ndani ya miti. Kwa hiyo kama au ndege wanakaa kwenye miti, kwa unakuta ni chanzo chao cha kuishi. Nyingine kwenye kupata hali ya hewa nzuri, upepo. Kwa hiyo miti inatoa oksijeni kwa binadamu kupumua. Kwa hiyo akikata miti unakuta sisi sometimes percentage ya oksijeni kwenye dunia inaweza kupungua kwa sababu ya miti kukatwa ovyo. Hebu niambie, ukame ni nini? Ukame ni ile hali ya mazingira mazingira yanakosa miti, eneo linakuwa na environment ni mazingira, ni vitu vyote vinavyozunguka binadamu. Kwa hiyo ukame ni ile hali ya kwa mfano miti imepandwa afu watu wanavokata miti, inatengeneza ukame. Hivi lugha ni sauti za nini wanasema? Lugha ni sauti za nasibu zenye kueleweka na ambazo zimekubalika na wanajamii. Hivi photosynthesis kwenye Kiswahili ni topic ya ngapi pale? Photosynthesis sio topic ya Kiswahili. Ni topic ambayo mimi ni ya biology. Kwa maana photosynthesis kwa Kiswahili ni usanisi nuru. Ni kitendo cha mmea kujitengenezea, kitendo cha mmea kujitengenezea chakula chake. Wewe nataka kuniambie t-shirt yako nyuma imeandikwaje? Imeandikwa Green Rose Girls High School. Na kuna namba 06 84 70 0 0 au sio? Sana umesoma sayansi, mambo unayajua. Mimi nataka kuniambia ukame ni nini? Ukame ni hali ya kutokuwa na uwepo wa miti ambayo, kwa jinsi ninavyoelewa ni kwamba ukame ni hali ya kutokuwepo na miti ambayo inasababisha oksijeni pamoja na mvua kutokuwepo. Ndio ukame. Okay. Au sio? Tuko sawa kabisa. Yes. Una uhakika? Yeah. Hapa. Mambo? Unaitwa nani? Maureen. Kidato cha ngapi? Cha kwanza. Cha kwanza. Cha kwanza. Hivi ukitoa mwezi Mei na Juni, pale katikati tuna mwezi gani tunapata? Hamna, kwa sababu Mei ni mwezi wa 5 na Juni ni mwezi wa 6. Kwa hamna mwezi pale katikati? Una uhakika? Ndio. Tuna aina ngapi za taka? 2. Taka ngumu na taka laini. Taka ngumu? Nataka laini. Taka ngumu zikoje? Nataka laini zikoje?
Taka ngumu ni vitu ambavyo haviwezi kuoza. Nataka laini, mfano nataka zinazoweza kuoza kwa urahisi. Mfano kuna vyakula hizi nataka laini kwa sababu zinaweza kuoza kwa urahisi. Ila nataka ngumu, mfano mifuko ile haiwezi kuoza kwa urahisi, kwa nataka ngumu. Okay. Tuko sawa? Kapatia kabisa. Sogea hapa rafiki yangu. Mambo. Unaitwa nani? Hivi tunapotupa taka ngumu ovyo tunasababisha nini? Ukitupa taka ngumu ovyo, kama mfano vyupa, kama viko vimesambaa njiani, mtu akiwa anatembea peku, hata lazima ni vimchome na kumsababisha ugonjwa wa tetanus. Au sio? Yes. Okay. Chukua hii hapa. Chukua hii. Kundi limewakilishwa au sio? Haina noma. Sasa. Hivi kitendo cha mmea kujitengenezea chakula chake unaitwaje? Photosynthesis. Kuna watu wamekufundisha. Kuna huyu hapa tena huyu. Msogea hapa. Wewe ndio umesikika vizuri sana. Mambo. Poa. Unaitwa nani? Catherine. Kitato cha ngapi? Cha pili. Haya. Hiyo ulioisema hiyo. Kwa Kiswahili tunasemaje? Usanisinu. Hivi shule ya Green Rose inapatikana Mwanza, wilaya gani? Mwanza sio wilaya. Ubungo. Natoka katika mkoa wa Dar es Salaam. Wilaya ya Ubungo. Kibamba. Au sio? Chukua hii hapa. Sema wamekuelekeza, si ndio? Tumemaliza hii hapa wanangu. Chukua 5 hii hapa. Kinoma, kilo safi. Hii hapa. Hivi mchepuo ni nini? Mchepuo? Mchepuo. Nimesahau. Au sio? Hii hapa. Mambo? Uko fresh? Hivi ukienda sokoni pala alafu akamwambia, "Huu mchepuo tunauza 500. Wewe unamuelewa muuzaji kweli? Au anakuwa anaiuza kwa bei ya chini sana? Mchepuo. Wanauza bei ndogo au itakuwa ni bei kubwa? Bei ndogo. Bei ndogo. Hii hapa. Mambo? Uko fresh? Sokoni pale unafika afu unamkuta mama anasema, "Huu mchepuo tunauza kwa 500. Je, ni bei ndogo au bei ya kawaida?" Chepuo bidhaa ni bidhaa au mchepuo bidhaa? Yaani ukiangalia tu hivyo, yani ukisikia tu mchepuo, mama anasema tunauza 500 huu mchepuo. Yaani unaona ni bei ndogo au bei kubwa? Kawaida. Ya kawaida. Hii hapa. Kidato cha ngapi? Cha 3. Safi kabisa. Afu naona hapa unapiga mahistory nini? Yamelala nini? Yako freshi. Kinoma noma. Au sio? Kinoma noma. Berlin Conference ilikuwa mwaka gani mwanangu? Berlin Conference ilikuwa something like 1895. Not something like that. Not something. 1895. 1895. Mwanao kabisha pale. Yaani mshikaji wako wa pembeni kashanga. Hapo 1885. 1885. 1885. Au sio? Kiongozi wake alikuwa anaitwa nani? Hivi Hawa the bus driver. Unamjua? Kwenye Kiswahili ni topic ya ngapi pale kwenye tamthilia? Rudia tena. Hawa the bus driver. Kwenye Kiswahili pale tunamsoma kwenye topic ya ngapi? Hakuna. Hakuna. Kweli? Serious au sio? Wewe ukikutana na huyo mama anakuuzia mchepuo 1000 utamwambia akupunguzie au utanunua kwa bei hiyo hiyo? Mchepuo ni fani. Hivyo basi hauwezi kununuliwa kwa bei yoyote ile. Fani. Fani. Ndio. Ya uigizaji, ya uchezaji mpira au ni fani ya nini? Ni fani inayotumika mashuleni kwa ajili ya kufundisha wanafunzi na kwenye mashule mengi michepuo ipo aina 3: biashara, sayansi na sanaa.
Kwa hiyo mchepuo hauwezi kununuliwa, ni fani inayopatikana shuleni. Okay. Sure. Ndio. Kabisa. Ndio. Hatununui sokoni. Hatununui sokoni. Ni fani inayopatikana shuleni ambayo ni inatumika kufundisha wanafunzi sayansi, biashara na sanaa. Au sio? Ndio. Yes, kumalizika kwa kipengele hiki cha funguka ndio mwanzo wa vipengele vingine ambavyo vitafuata ndani ya Big School kwa siku ya leo. Karibu sana, endelea kusalia nasi, uendelee kubaki nasi, uendelee kujifunza vitu vingi sana kutoka hapa kwa wanafunzi hawa. Naamini umejionea namna ambavyo wamechangamka kweli kweli katika kuhakikisha wanakujibia maswali vizuri. Sasa mimi nakupeleka moja kwa moja kwenye kipengele kingine. Endelea kubaki nasi, endelea kusafiri nasi ndani ya kipindi cha Big School. Na mtazamaji wa Big School, bado tuko katika shule hii ya sekondari ya wasichana ya Green Rose. Tunajifunza vitu vingi sana kutoka kwao, na sasa ni wasaa wa benchi la ufundi na tutazungumzia juu ya umuhimu wa teknolojia. Najua sasa hivi mambo mengi yamebadilika, vitu vingi vinabadilika, wanafunzi wanajifunza vitu vingi kutumia teknolojia. Sasa wanafunzi hawa watatueleza kwa upande wao teknolojia ina umuhimu gani kama kwao wao wanafunzi, wanaitumiaje katika masomo yao katika kufanikisha yale ambayo wameyapanga. Hapa leo tutajadili juu ya umuhimu wa teknolojia. Ni vitu vingi sana utajifunza kutoka kwao. Kwa nini tumeileta hii mada kwa wanafunzi hawa wa shule hii ya wasichana ya Green Rose? Utajua na utapata kufahamu kutoka kwao. Mambo vipi? Tuko fresh? Kabisa. Mbona mmepoa? Mko vizuri? Kabisa. Haya bana, karibuni katika benchi la ufundi. Wanasemaje hapa? Fresh kabisa, au sio? Sawa, mimi nimefurahi sana kukutana na nyinyi na tutazungumza vizuri sana. Mada yetu ile inazungumzia juu ya umuhimu wa teknolojia, si ndio? Mimi naomba nianzie huku upande wa kulia kwangu. Ninavyoelewa teknolojia inamaanisha ni usasa au mambo ambayo ni mabadiliko ya kisayansi, kwamba vitu ambavyo vinatumika, vifaa ambavyo vinatumika katika shughuli tofauti tofauti ni vile ambavyo vimeendelea. Tuseme kwa mfano wakulima wa sasa hivi wanatumia tractors katika kulima, lakini hayo ni maendeleo ambapo wanatumia teknolojia. Lakini kwa kipindi ambacho kilipita watu wengi walikuwa wanatumia majembe, vitu fulani yani ambavyo sio vile vinarahisisha kazi. Lakini teknolojia ni mfumo ambao unasaidia kitu fulani au jambo fulani kutendeka kiurahisi. Kwa upande wangu mimi, teknolojia ni vitu ambavyo vinaweza kurahisisha kazi. Yaani tuseme kwa mfano kama simu. Kwa zamani watu walikuwa wanatumia barua au wanatuma watu ili waweze kutuma messages. Lakini kwa sasa tunatumia simu ambapo zinaweza kutuma messages kwa uhakika na kwa haraka zaidi. Au kwa sasa hivi katika shule yetu hii tunatumia tablets katika ufundishaji. Kwa hiyo badala ya kutumia vitabu, lakini tunatumia tablets ili tuweze kupata vitu kwa haraka na imerahisisha kazi. Kwa majina naitwa Hilda Tumsifu Ramadhani. Mimi ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule pendwa nzuri ya wasichana Green Rose Girls. Tueleze nawe kuhusiana na teknolojia unavyoielewa. Kwangu mimi teknolojia ni mfumo wa kurahisisha kazi tofauti tofauti. Ni kama kwa mfano labda kwa sasa hivi labda kwenye kutumia kompyuta au vitu vingine, sio lazima mpaka mfesi mtu au kwenye kusoma, sio kwamba lazima uende shule, amna tunasoma kwa kutumia internet tofauti tofauti hivyo. Kwa mfano mwingine kwa watu labda kwa walimu, labda sio lazima eti mwalimu mpaka ingie darasani aanze kufundisha, amna, sisi tunatumia tablet. Sasa tunapata kazi, ingia kwenye PDF, angalia kitu fulani unapata knowledge tofauti tofauti. I say, mnasoma kupitia tablet hapa shuleni. I say, ongeleni. Asante. Na inakwenda vizuri Sana. Na mnaelewa Sana. I say, mimi nitakuja kujua hapo baadaye hapo namna gani mnavyofanya mambo. Unaitwa nani? Kwa jina naitwa Najma Juma Ramadhani. Ni mwanafunzi wa Green Rose Girls Secondary School, nipo kidato cha 3. Kwa upande wa teknolojia, kwa ninavyoelewa, ni kitendo cha kubadilika kwa sayansi kutoka stage moja mpaka nyingine. Kwa mfano, kipindi cha zamani watu walikuwa wakitaka kuonana ni lazima wakutane face to face. But now tuna technology ambayo kuna phones, computers na other things. Pia in our school
kuna teknolojia ambayo tunaitumia ambayo ni tablets. Huu mfumo wa tablet unasaidia sana sisi, ukiachana na wanafunzi wa kizamani ambapo walikuwa ni lazima atumie kitabu ili kuelewa, ila kwa sisi hapa tunatumia tablets, tunapata knowledge kuliko hata wale walikuwa wanatumia vitabu. Okay. Kwa upande wangu, teknolojia ni mfumo wa kisasa ambao unaleta uboreshaji zaidi katika nchi au katika sekta mbalimbali. Mfano, tukiongelea hapa shuleni kwetu, sisi tunatumia tablet. Walimu wanatumia tablet katika kutufundishia sisi. Hii inarahisisha hata wao kuto kupata shida katika uandikaji wa ubaoni. Hivyo basi, tablet hutusaidia sisi wanafunzi kujua na kujifunza vitu mbalimbali. Pia unaweza ukatumia computers, laptops, kwa sababu zote ni mambo ya teknolojia. Hivyo. Sawa. Ninavyoelewa kuhusu teknolojia. Yes. Teknolojia ni mfumo unaotumika sasa hivi na dunia ya sasa. Ambapo inasaidia sana watu. Na ukiongelea kuhusu teknolojia ambayo tunatumia hapa katika shule yetu, hususan tablets hizi tunazozitumia, tunasema zinarahisisha sana wanafunzi sisi, cause kwanza tunaona vitu reality, kuna zile achana na PDF, kuna zile videos, kuna nini, kwa ile inakuwa inamuongezea mtu uelewa zaidi kuliko kutumia vitabu. Pictures are not enough. Okay. Pia videos zinahitajika. Okay. So inamsaidia sana, pia ina simplify mambo mengi. Ule sijui zamani unajua walimu sijui kuandika ubaoni nini, but now tu ni tunatumia hivyo na mambo yanakuwa fresh. Sasa tunataka tufahamu kwa kweli, kama mwanafunzi, teknolojia sasa inakusaidiaje katika mambo yako? Ina umuhimu gani kwa mwanafunzi hii teknolojia ambayo umejaribu kuizungumza hapa na kuielezea? Yaani tufundishe, anayekutazama kwa sasa hivi, mwanafunzi ambaye yuko nyumbani anakutazama kwa muda huu, ili ajifunze na yeye aone okay, teknolojia ina umuhimu kwa mwanafunzi. Hem, tueleze kwa upande wako wewe, teknolojia ina umuhimu gani kwa mwanafunzi wa kisasa? Kwa upande wangu mimi hapa, teknolojia ina umuhimu mkubwa sana. Nikirejea katika shule yetu hii hapa Green Rose, tunatumia mfumo wa tablet. Teknolojia inamsaidia mwanafunzi katika group discussions, yani kushirikiana katika makundi. Kutumia zile tablets, hii inamsaidia mwanafunzi kuweza kuelewa zaidi kiundani, kwa sababu kuna wanafunzi wengine unakuta wamekaa darasani, sawa, wanatumia tablet. Unakuta labda mimi nimekaa na tablet yangu na daftari nasoma, lakini sielewi, hata kama even though natumia tablet na ni teknolojia ya kisasa, lakini you know that as student we have different levels. Tuna level tofauti. Kwa hiyo kupitia ile magroup discussion, kukaa kimagrupu, hiyo inatusaidia sisi wanafunzi kuweza kushirikiana vizuri katika masuala tofauti. Either labda mwalimu ametupa topic to discuss, tukitumia tablet na tukikaa kimagrupu, hiyo itatusaidia sisi wanafunzi kuweza kuelewa zaidi. Teknolojia ina umuhimu mkubwa sana kwa wanafunzi kwa sababu inamsaidia mwanafunzi kujiongoza mwenyewe, yani uongozi. Kwa mfano, inawezekana labda uko nyumbani, wazazi hawapo, lakini una kompyuta maybe wamekuachia. Hiyo kompyuta unaweza ukajiongoza mwenyewe, ukasoma mwenyewe bila hata uhitaji wa mwalimu au mzazi kukuelekeza. Kwa hiyo unakuwa unaweza kujiongoza mwenyewe kwa sababu una teknolojia. Kuachana na zamani kwamba unakuwa wengine hawana hata hizo artifacts, kwa mfano kitabu hana. Kwa hiyo unakuta hawezi kujisaidia mwenyewe, kujiongoza mwenyewe. Ila pia inamsaidia mwanafunzi kuendana na dunia leo. Dunia leo ni ya kiteknolojia. Kwa hiyo mwanafunzi akiwa anatumia hiyo teknolojia inakuwa inamfanya yeye anaendana na dunia ya kileo. Kwa mfano hapa shuleni kwetu tunatumia tablets. Hiyo inamsaidia mwanafunzi, inawezekana nyumbani kwao ndio hatumii nini hizo tablets, lakini kwa kuwa shule anatumia, anakuwa anaendana na dunia ya kileo. Sawa, asante. Tunashukuru sana kwa maoni yako. Sasa mimi nataka nifahamu kwako wewe, hivi unafikiri teknolojia ni sawa kuendelea kutumika mashuleni kwa sasa hivi kwa mwanafunzi ama si sawa? Kwangu mimi utumikaji wa teknolojia ni sawa, kwa sababu inamsaidia mwanafunzi kuwa mbunifu, kubuni kitu kingine
Kwa mfano sisi hapa shule tunatumia tablet. Tuna videos, yani kwenye tablet zetu kuna videos zinaonyeshwa kabisa kitu fulani fulani katengenezwa hivi na hivi. Kwa mimi nikiona kumbe kitu fulani fulani katengenezwa na hivi, na mimi naweza nikachukua ile technology ambayo nimeona pale nikatengeneza kitu changu kingine tofauti na kile. Kwa mimi naona teknolojia ni sawa na izidi kuendelea huko mbele zaidi mpaka tutakapofika. Okay. Safi, perfect sana. Shuleni hapa tumeambiwa mnatumia tablet kujifunza baadhi ya vitu. Mwalimu anaweza akatoa maswali ama akatoa mjadiliane kutumia tablet, mnaunganishwa na mfumo hapa shuleni. Hiyo teknolojia kwa wewe umeona ina manufaa kiasi gani? Kwa mimi teknolojia ina manufaa sana. Kwa sababu pia inarahisisha kazi kwa mwalimu na mwanafunzi. Kuliko yani instead of mwalimu atoke hapa staff mpaka aende darasani kwanza kuandika notes ubaoni na kufundisha, ni mwalimu anaweza kaingia darasani akasema fungueni PDF ya topic fulani na uangalie notes uweze kusummarize. Kwa hapo imerahisisha kazi, na kuliko mwalimu aanze kufundisha, aanze kumfanya mwanafunzi aelewe, yeye kazi yake tu atakoja atauliza wapi ambapo hamjaelewa na ataelekeza kidogo. Pia teknolojia huongeza ufaulu kwa sababu mfano kama sisi tunatumia tablets. Kwa hiyo mwanafunzi anaandika notes zake mwenyewe, yani ana summarize. Kwa hiyo njia moja kujifunza pia kuna kusummarize na kuandika. Kwa instead mwanafunzi aanze kukopi ubaoni na kwenye daftari, ni anaweza akajitungia notes zake mwenyewe, na hata akiingia kwenye mtihani anaweza kukumbuka kwamba kwenye swali hili notes zake zilikuwa hivi hivi na jibu lake ni hili. Kwa hiyo hapo imeongeza ufaulu wa mwanafunzi. Unakubaliana na Mkozi hapo kwamba ikasema inaongeza ufaulu kwa mwanafunzi, inaongeza maarifa zaidi kwa mwanafunzi? Unakubaliana na mwenzio hapo? Yeah. Kwa misingi ipi? Nakubaliana naye kwa sababu moja ya umuhimu wa teknolojia kwa mwanafunzi, inamfanya mwanafunzi awe anafikiria kwa kina, pia anakuwa mtafiti katika mambo tofauti tofauti. Safi. Kwa sababu kama alivyosema hapa Hilda, inajenga ubunifu wa mtu. Kwa hiyo mtu akishaona labda zile videos au picha, lazima atataka kujua jinsi gani vinatengenezwa. Kwa hiyo inamfanya mwanafunzi aelewe, pia aweze kufikiria kwa undani. Kwa sababu mwalimu anaweza akawa anatumia kitabu, lakini anasema tu hapa labda pointi fulani ni hivi na hivi. Sasa hajaelezea, lakini teknolojia kwa mfano AI hizi ambazo tunatumia kwa akili mnemba hizo. Yeah. Safi kabisa. Tunavyotumia kwa mfano ukiuliza swali kwenye AI, haikupi labda tuseme what is environment, haikupi tu maana ya environment peke yake. Lazima atakuelezea vitu vingine, yani hata vitu ambavyo hujataka kuvijua. Kwa kutumia teknolojia lazima utataka kujua vitu zaidi kwa undani kuliko kujua tu kitu kimoja ukabaki nacho hicho hicho. Pia teknolojia inasaidia mwanafunzi kuweza kusoma muda wowote sehemu yoyote, sio lazima aende darasani Okay. au labda libraries kwa mfano kutafuta vitabu, kwa sababu kama nikiwa na tablet na kompyuta yako, nitaenda sehemu yoyote nitasoma muda wote na utaka, kuliko zile limitations labda za maktaba. Usipige kelele usipige kelele au mwisho wa kutoka sijui saa 8. By using teknolojia inarahisisha mambo. Pia mtu anaweza akasoma muda wote anaotaka. Unamshauri nini mwanafunzi ambaye anatumia teknolojia lakini aitumie kwa manufaa na si kwa hasara? Mimi kama mwanafunzi nashauri teknolojia hii iliyowekwa, it's about all of us. Nasemea na base kwa wanafunzi. Inabidi kama sisi tuitumie vizuri, because tukisema tuitumie vibaya itatuharibia sana. Because kwenye humo ndani ya teknolojia kuna vitu vingi sana. Internet na vitu vingi sana. So ukienda OP na kila kitu ambacho yani wewe umejiwekea, ukienda against na kitu ambacho, cause sisi hapa ni sawa, ni curious na tunajua kuna vitu vingi sisi kama vijana unajua tuna learn different things na our brain na tuna sharp brain ambazo zina catch things yani ile. Kwa hiyo inabidi tujicontrol ourselves na seriousness pia, na kuepukana na vitu vyote.
namna gani ambavyo anaweza kaitumia teknolojia iendelee kumnufaisha kama mwanafunzi? Mimi kama mwanafunzi napenda kuwashauri wanafunzi wenzangu ya kwamba hizi tablets, maybe laptop, computers, phones tuzitumie vizuri, kwa sababu internet na different of social medias zina mambo mengi kama mambo ya pornographies. Kwa hiyo sisi kama wanafunzi, na mimi pia kwa upande wangu napenda kuwashauri wanafunzi ya kwamba tuepukane na hivyo vitu ili tuweze kuwa na good performance, tuweze kuperform vizuri madarasani, kwa sababu mwanafunzi ukishafikia hatua ya kutumia internet vibaya, naamini ya kwamba kwa asilimia kubwa utaharibikiwa. Pia nitolee mfano, sisi hapa shuleni kwetu tunatumia tablets. Hizi hapa tablets sisi tumewekewa vizuizi ya kwamba hatuwezi kuingia kwenye app yoyote ile zaidi ya Quest Forward Learning. Okay. Basi. Sawa. Perfect sana. Una ushauri pia? Sawa, tuanze tu mama. Ningependa kuwashauri wanafunzi wenzangu kwa jinsi ya kutumia internet, kwamba tunapoingia kwenye internet na mambo mengi sana. So ukiingia pale based on the thing kwamba ambacho unaenda kukiangalia, kama unaingia kwa ajili ya kusearch kitu kwenye physics, ingia kwa ajili ya hicho kitu. Unajua ukisearch kitu kuna vitu vingine ambavyo vinaweza vikaja. Achana na hivyo vitu, ingia kwenye kitu ambacho ulikuja kukisearch. Pia kwa wazazi ambao wanawaanzishia watoto wao kutumia internet. For instance, mtu anapewa simu, anapewa tablet, anapewa PC, inabidi hiyo PC iwe imebase kwenye app ambayo inabidi mwanafunzi aitumie. App nyingine inabidi ziwe limited ili asiweze kuingia kufanya vitu ambavyo viko nje ya kitu ambacho inabidi akifanye. Safi. Imekaa poa sana. Huko kuna ushauri wote? Umeshamaliza? Wameongea kila kitu au unataka kuongezea? Hii hapa mic. Chukua. Safi sana. Kwangu mimi ninachotaka kuwashauri wanafunzi wenzangu ni kwamba utumiaji wa AI kidogo upunguzwe. Sio kila swali wewe ni AI. What is history? Tunamuuliza AI. Wakati ni swali rahisi sana la kuuliza. Safi. So kila muda tuna spend muda mwingi eti AI. Umepewa swali darasani la math, la board math, unakimbilia AI. So muda mwingi na sisi tuweke skills zetu na knowledge zetu kwenye maswali tofauti. I see. Safi sana. Hiyo imekaa poa sana. Tujipongeze kwanza. Hiyo imekaa vizuri sana. Sasa uzuri katika benchi letu la ufundi kwa siku ya hii leo tulikuwa na mzee Kainda, na yeye atatuambia kwa upande wake. Of course na yeye pia ni mzazi. Yeye atatueleza na hii teknolojia namna ambavyo wanafunzi watapaswa kuitumia, lakini mwisho wa siku iwe na manufaa na umuhimu wake kwa ujumla. Karibu sana mzee wangu, utueleze na wewe kwa upande wako. Kimsingi kabisa teknolojia inarahisisha sana. Leo unaweza kusoma unachotaka. Kama walivyozungumza wanafunzi hawa, ndugu mtazamaji, tunapokuambia uweka akili kwenye kile unachokitafuta. Kwa sababu dunia ina vitu vingi, na kama wewe ni limbukeni tuseme, maana hata kile ulichokuwa unakitaka, hata simu hii ukiingia tu humu unaona vitu vinajitokeza vingi. Ukishakuwa off na ulichokuwa unakitafuta, unaweza kuchukua nusu saa nzima au saa nzima umepoteza baada ya kwenda kwenye kile unachokitafuta. Kwa hiyo ina maana kama ni mwanafunzi utakosa kuelewa, utakosa kujifunza kwa sababu ulipotea. Usikubali kupotea. Wewe kama nilivyozungumza wanafunzi hodari hawa, hakikisha mwanafunzi unakuwa na msimamo kwamba ulichokifuata ni kitu fulani. Katika maisha huwezi kubeba vitu vyote, huwezi kujua vitu vyote, vitu vingine vitakupotezea muda. Hakikisha unakuwa na msimamo, tumia elimu ya teknolojia ikusaidie kweli, ikufanye ufaulu na uwe unayetakiwa kuwa ili kufanikisha maisha yako. Hiyo ni nyenzo. Nyenzo inaweza kukusaidia kama vile ambavyo kisu unaweza kumuumiza mtu au ukaitumia kisu vizuri. Na nyenzo ya teknolojia pia inatusaidia. Kwa wale ambao wanaelewa kwamba ina msaada itawasaidia. Wale ambao wanatumia kama watumiaji tu wa kawaida, wao wanaangamia na wataangamia vizuri. Kwa hiyo wanafunzi wa shule ya Green Lawns wanaelewa, na ndio maana nakwambia kabisa wao wako serious na wanaitumia. Kwa hiyo kumbe na nyinyi huko mliko uitumieni, lakini ujue kabisa kwamba pia ukipotea utapotea kweli. Uwe ni mtu wa kuelewa msingi umefuata nini na kifuate hicho, na ukishamaliza hata nawaambiaga hata kwenye TV fungua kile unachotaka kujifunza. Ukiona kwamba kimeisha unafunga, kwa sababu kuna vitu vingi, kuna vipindi vingi vitajitokeza au utavifuata. Katika nyanja zote uwe ni mtu ambaye ni selective, unayechagua, unajua umuhimu. Tumemaliza hivyo katika benchi letu la ufundi kutoka shule ya wasichana ya Green Rose. Tumejifunza vitu vingi sana. Naamini mwanafunzi ambaye unatazama haya ambayo wamezungumza wanafunzi hawa, kwako wewe
ni mazuri sana, namna ambavyo unapaswa kuitumia teknolojia hasa katika masuala ya kimasomo zaidi, inaweza ikakusaidia kwa ukubwa zaidi, lakini wakaenda mbali zaidi wakakuonya pia namna ambavyo unapaswa kuitumia hii teknolojia ili mwisho wa siku isije ikaharibu pia misingi yako ya darasani, si ndio, na ya maisha kwa ujumla. Mimi niwashukuru sana na mmetisha kinoma noma. Mbona kama mjiamini, mmetisha kinoma noma. Si ndio Basi niwashukuru sana, asanteni sana kwa benchi la ufundi, elimu mliotoa ni nzuri na imekaa poa sana, si ndio Tunamaliza hivi, bado vipengele vingine vinafuata mara baada ya benchi la ufundi. Endelea kusalia nasi, endelea kubaki nasi, endelea kujifunza vitu vingi sana kutoka hapa shule ya wasichana ya Green Rose, si ndio Kaa hapo hapo. My name is Najma Juma Ramadhani mwenye mvua. I'm a Form 3 student at Clarence Girls High School. Today ningependa kuwaelezea kuhusu mafanikio yangu mimi ambayo yamepelekea kwamba nimetunukiwa tuzo ya cheti cha wanafunzi bora NECTA 2025 na wilaya ya Ubungo. Nimetunukiwa hiki cheti kwa sababu shuleni kwetu tuna ufundishaji mzuri sana ambao ni mojawapo ni utumiaji wa tablet. Hizi tablet zinatusaidia sisi, tunakuwa tuna uwezo wa kujibu maswali ambayo yako competence based. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwetu sisi kujibu mtihani kwa ufasaha tukiwa tunajua kabisa tunachokijibu. Hii yote kwa sababu ya tablet. Pia shuleni kwetu tuna mazingira mazuri ya kusomea ambayo yanafanya mwanafunzi anakuwa na uwezo mzuri wa kusoma bila kuingiliwa na kikwazo chochote. Kama tunavyoona kwa wanafunzi wenzetu wanatumia tablets hapa kusomea. Hizi tablets zina umuhimu mkubwa sana. Pia hii ni teknolojia ambayo inatumiwa na shule chache sana. Moja ya shule hizo ni shule yetu. Kwa hiyo ni moja ya sababu ya mimi kupata cheti hiki. Pia moja ya sababu ni kwamba tuna walimu wazuri ambao wanatuelekeza kipi ambacho inabidi tufanye ili tupate kitu kama hichi ambacho nimekipata mimi.